Ni siku ya kwanza mwalimu kuingia darasani, lakini akashangaa kumuona mwanafunzi mmoja haingii darasani, yupo kwenye dustbin. Akamuuliza, wewe mbona unaingia darasani, una shida gani? Dogo akasema kwamba mwalimu, mimi kwa kweli yani mimi sielewi kitu chochote darasani, kwa hiyo nimeona kama mimi ni uchafu, yani ni rubbish, ndio maana niko hapa kwenye dustbin. Tisha akamwangalia akamwambia, sikia, wewe sio uchafu, kwa hiyo hichi unachokifanya sio sahihi. Wewe ni mtoto mzuri, hutakiwi kuwa hivi. Basi yule mwalimu akamtoa Dogo na kujaribu kumpa maneno fulani ya busara. Dogo akafurahi, akaona kwa kweli huyu mwalimu mpya aliyekuja huenda akawa ana matumaini makubwa kwetu sisi kutusaidia ili tukafaulu mtihani. Na kweli yule teacher bwana alifanya vizuri sana, wanafunzi walimpenda na walimu wenzake pia walimpenda, lakini ikatokea kwamba muda ukawa umeisha, ikabidi aondoke na aende mjini ili kutafuta sehemu ambayo atakaweza kufundisha shule kubwa zaidi, kwa sababu pale alikuwa kijijini, kwa hiyo hata malipo yalikuwa hayaridhishi. Sasa baada ya kwenda town bwana, ikawa misho huku na huku ni ngumu. Akawa anafanya kazi za mgahani, lakini hakukata tamaa. Bado akawa anapambania ndoto yake ya kupata shule ya kufundisha hapo mjini. Sasa siku moja wakati anatoka, kuna shule alikuwa anaenda kuangalia kwamba anaweza akapata kazi. Kufika tu akashangaa kumkuta mwanafunzi mtukutu anapigana na mwalimu. Alishangaa sana, akaona shule mbona noma sana, sababu alishangaa kuona ni kitu cha ajabu mwalimu kupigana na mwanafunzi. Kitu limshangaza na kumfanya awe na wasiwasi kuhusu hii shule. Kukutana na headmaster wa shule, akajaribu kumpa mwongozo wa shule kwamba shule bwana ina wanafunzi watukutu sana, kwa hiyo kama unataka kazi kwenye shule ibidi uwe na busara, kwa sababu wanafunzi wa hapa wamevurugwa. Na kweli ile siku ya kwanza kuingia darasani, alikutana na vitu vya ajabu sana bwana. Ni noma sana, kila mtu kuna mambo yake, yani hataka hata kumsikiza mwalimu, na mwisho wa siku wakamwacha mwalimu na kuondoka zao. Lakini mwamba hakukata tamaa, akajaribu namna gani, ni jinsi gani ya kuweza kuwashawishi wanafunzi waweze kumuelewa ili kuwa naye pamoja kwenye kipindi. Basi wanafunzi kabla hajaingia darasani akaa anaapa kama mwongozo fulani hivi, akajua labda wamemuelewa. Sasa bwana kesho yake kuingia darasani akakuta hamna kitu. Bwana imekuwaje hapa? Kiukweli bwana hii kitu ilimuumiza sana, akashindwa kuelewa afanye nini ya wanafunzi wamuelewe. Sasa siku ile ikapita, siku nyingine bwana ikabidi aulizie homework yake ambayo aliwapa wiki iliyopita, lakini hakuna mtu aliyejibu chochote na hakuna mtu aliyefanya. Sasa kile kitu kamuuzi sana, ikabidi akasirike sana baada ya kumuona yule binti anauliza kitu alafu yule mtoto anageuka nyuma, alafu akamtukana, akamwambia go to hell. Bwana hii kitu bwana niacheni. Unajua kuna kazi nyingine bwana, yani ni ngumu sana kuzifanya hizi, yani kazi nyingine zinahitaji wito. Basi mwamba akawa anamsimulia rafiki yake kilichotokea. Yani haiwezekani, yani katoto kadogo kana umri wa miaka 12 kana nitukana mimi kweli. Lakini yule rafiki yake akamwambia, usijali, unajue bwana katika shule bwana watoto hapa ni watukutu sana, kwa hiyo inabidi usikate tamaa, usiache kazi bwana, hizo ndio changamoto za kazi. Sasa mwalimu mkuu kile kitendo akakisikia, akahisi kama mwalimu kama vile ameacha kazi, lakini cha ajabu asubuhi kuja akashanga kumkuta mwamba kwa darasani bwana. Na staili aliyokuja nao leo ni ya kipekee. Amekuja darasani alafu kwenye meza ameweka katuni za maziwa. Bwana sijui ana mambo gani mwalimu. Sasa kile kitendo kikaa kinashangaza wanafunzi. Ticha leo amekuaje? Mbona anafundisha alafu huku anakunywa maziwa, alafu anakunywa kwa vurugu sana. Sasa zile katuni zilikuwa ni nyingi sana, kama katuni 20 hivi anakunywa. Ile kitu ikawafanya wanafunzi wabaki ateshe na kushangaa, mwalimu vipi? Sasa kwa mara ya kwanza leo anatokea mwanafunzi ananyosha mkono na kujibu swali la mwalimu pale pale. Noma sana. Sasa kile kitendo bwana alichokifanya kikashangaza wanafunzi wakajikuta taratibu wanaanza kumuelewa mwalimu na kuanza kumpenda. Mwalimu aligundua kwamba ili ateke hisia za wanafunzi ibidi ajichanganye nao katika michezo, yani ule ujinga wao naofanya basi nao waufanye. Sasa kumbe ile kitu ikawa inawainspire wanafunzi na kumuona kumbe teacher yuko poa sana. Sasa cha ajabu, kumbe bwana ile kitu kamuuzi headmaster na kuanza kumfokea mwalimu. Akaona huyu mwalimu inakuaje, mbona afanya mambo ya kitoto na kati kwa shuleni hapa, hayo mambo anatakiwa afanye watoto, wewe mbona unafanya hivyo? Lakini mwalimu akamwambia hapana, ni mbinu mbadala, kwa sababu wanafunzi wa hapa wanahitaji mtu ambaye yuko karibu na wao na mtu ambaye anawaelewa nini wanachokifanya. Sasa ili awaelewe inabidi afanye kile kitu ili kama anakosea na wao waone kwamba kweli wanakosea. Hii kitu kweli kiasi fulani kaa inasaidia, na mwalimu akaa anajaribu kufanya vitu ambavyo sasa hivi kiukweli ni mwalimu ambaye alionyesha upendo sana kwa wanafunzi wake. Sasa siku moja ikatokea
ikatokea mwalimu wakati anafundisha akawa hajisikii vizuri, kizunguzungu kikampata na kudondoka chini. Sasa wanafunzi wakahisi labda ni yale masiara ya mwalimu, lakini baada ya muda akaona kweli mwalimu yuko serious, ameumia bwana. Ukaitishwa msaada na kupelekwa hospitalini. Sasa baada ya mwalimu kupelekwa hospitalini akaonekana na tatizo kidogo, kwa hiyo ikabidi apewe kalikizo kafupi apumzike kwanza nyumbani mpaka mwili wake utakapokaa sawa. Lakini cha ajabu, mwalimu alipopata unafuu tu akawa anatumia kamera kurekodi vipindi awapelekea wanafunzi wajifunze, kwa sababu mitihani ilikuwa inakaribia. Sasa majibu ya mtihani yalipokuja bwana, ikatokea kwamba wanafunzi wengi wamefeli. Kweli hii iliyohuzunisha sana wanafunzi na wengine kukata tamaa, ila mwalimu hakukata tamaa, akajaribu kuwashauri na kuambia kwamba msijali, huu ni mtihani wenu wa kwanza, kwa hiyo huu mtihani huu utajaribu kuonyesha ni jinsi gani hitima ya maisha yenu iko mikononi mwenu. Kwa hiyo ukitaka maisha mazuri lazima ufanye vizuri darasani. Huyo dogo anaitwa Maki, ni mwanafunzi, amekutana na rafiki zake ambao ni wahuni wanaenda kuiba. Sasa akawa anamshauri bwana waende wakaibe wote, lakini Maki ghafla akakutana na mwalimu wake. Sasa akawa anatafakari, kuna vitu vingi mwalimu amejaribu kuwafundisha na kiukweli hii kitu ikamfanya nafsi yake msute na aende kumfuata mwalimu wake, kwani leo ilikuwa ni siku ya mtihani. Lakini cha kushangaza, Maki alikuwa anaenda kuiba badala ya kwenda darasani. Ujue huyo mtoto bwana, yeye alikuwa anaamini kwamba kusoma kwake hakumfai, kwa sababu yeye kila siku ni mtu wa kufeli tu. Kwa hiyo ile hali ikamfanya kwamba yeye awe anajishanganya na makundi mabaya bila kutambua kwamba anachokifanya ni kitu kibaya sana. Sasa baada ya majibu ya mtihani kuja bwana, ikaonesha kwamba wanafunzi wote wamefaulu. Hasa kwa Maki alifurahi sana, kwa sababu yeye alihisi kwamba hii ni kitu ambayo sio ya kawaida. Sasa baada ya muda watu wakisherekea, mwalimu akashangaa mbona Maki amuoni, akahisi kuna tatizo, ikabidi atoke aende nyumbani kwa Maki. Alipofika nyumbani pale bwana, kufungua mlango akakuta picha moja kali sana imechorwa na Maki. Akagundua kwamba ule kijana Maki ana kipaji cha kipekee. Basi akagundua kwamba huenda akatakuwa yuko chini. Kweli kushuka chini kwenye basement akamkuta Maki kwenye matakataka, ameumia sana na amepigwa na baba yake wa kambo. Mwalimu alimuonea huruma sana, akamwambia usijali Maki, ameisha, usijali. Basi baada hapo bwana, mwalimu akamchukua na kumpeleka kwa mwalimu mkuu bwana. Maki akapata msaada. Sasa baada ya temu kuisha, ikawa kuna zile zawadi zinatolewa kwa wanafunzi ambao waliofanya vizuri, na Maki akawa ni mmoja wapo wanafunzi waliofanya vizuri na kupewa medali bwana. Hii inapendeza sana kiukweli. Mwalimu mkuu alifurahishwa na ufanyaji wa kazi wa mwalimu na kumpandisha cheo, na baada hapo kumpa wasifa fulani katika shule, na hii ikawa ni sherehe kubwa sana kwa wanafunzi kuona kwamba mwalimu wao ameonyesha mchango mkubwa kwenye shule. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kutokana na movie hii, na asante kwa kuangalia.